wote heshima kwenu. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka na neema ya siku ya leo. Wimbo wa kwanza ambao tumeuimba sana kwenye mkutano mkuu wa chama kuanzia mikutano ya mabaraza ni wimbo, lakini ni kiapo, ni sala. Na hapa naahidi mbele ya Mungu, Chadema nitakulinda mpaka kufa. Sasa nataka kuwaambia wakina mama ambao nyinyi mna uzoefu wa ulinzi kutokana na uzoefu wa uzazi. Unatunga mimba, unailinda kwa miezi 9, unajifungua kwa uchungu, katikati ya uchungu unamlinda mtoto asiumie, atoke salama. Alafu akizaliwa unamlinda kuanzia akiwa mtoto mchanga, unamlea mpaka akifikishe umri wa utu uzima. Usiku na mchana unamlinda na hatari zote. Nyinyi kwa kweli katika siku hii yenu nataka kuwaambia mna uwezo mkubwa sana wa ulinzi. Sasa taasisi hii ambayo mmeapa kuilinda iko katikati ya mashambulizi makali. Taasisi hii kwa mujibu wa katiba yake imeundwa ikiwa na dhamira ya kushika dola, ndio lengo kuu. Taasisi hii ni chombo cha kiuchaguzi na chombo cha kiuongozi cha maendeleo na maisha ya watu. Sasa chaguzi za mwaka 2019 serikali za mitaa na chaguzi ya mwaka 2020 chaguzi mkuu na uchaguzi wa mwaka 2024, zote hizo ziliitwa uchaguzi, lakini kimsingi hazikuwa uchaguzi. Kwa sababu hazikuwa uchaguzi, mali ya thamani kubwa zaidi kwa nchi ambao ni uchaguzi wa kupata viongozi ambao watashughulika na mali zetu na maisha yetu, mali zenu na maisha yenu na ya watoto wenu. Hiyo mali kuu ya thamani kuliko zote, rasilimali kuu ambayo ikichezewa rasilimali nyingine zitaporwa, iwe madini, iwe ardhi, iwe bandari, iwe misitu, iwe haki. Hiyo mali ya thamani kubwa kweli imeporwa kwa vipindi vitatu, na sasa kuna dalili zote za wazi kwamba serikali ya Rais Samia ina dhamira ya kupora rasilimali hiyo, haki hiyo, mali hiyo kwa mara ya 4. Sisi viongozi wenu kupitia kamati kuu tarehe 2 mwezi Desemba, baraza kuu lililopeleka hoja kwa mkutano mkuu tarehe 21 mwezi Januari, kupitia kamati kuu tarehe 4 Februari, kupitia tamko lililotolewa na mwenyekiti wa chama kwa niaba yetu sote kwenye hotuba ya taifa tarehe 12 mwezi Februari, kupitia msisitizo uliotolewa na mwenyekiti na sisi viongozi wakuu wengine katika mazungumzo na wahariri tarehe 2 mwezi Machi, tumelieleza taifa na tumekieleza chama nchi nzima. Sasa uporaji wa rasilimali hii muhimu ni mwisho. Haki hii muhimu ni mwisho. Na kwa sababu hiyo ajenda kuu zaidi ya chama kwa sasa, chama na mabaraza na vyombo vyake vyote,
ni no reform, no election. Sasa kwa sababu uamuzi umekwisha fanyika, mimi nimepewa jukumu la kuzungumza kwa ufupi. Nilipotumiwa ujumbe niliambiwa nizungumza kidogo kuhusu no reforms, no election, sauti ya mwanamke inavyoweza kusababisha mabadiliko. No reform, no elections, sauti ya mwanamke inavyoweza kusababisha mabadiliko. Nitaibadili kidogo hii mada kwa hotuba hii fupi tu kwa kusema no reform, no election, nguvu ya wanawake kuleta reform. Kwa hiyo nitazungumzia no reform, no election, nguvu ya wanawake kuleta reform. Kwa kabla sijazungumza kuhusu nguvu yenu na nini tunawataka kufanye, kwa nafasi ya mtendaji, mwenyekiti atazungumza zaidi. Nataka niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmefanya ya kuandaa maadhimisho ya leo. Hongereni sana. Maadhimisho ya leo kwa sehemu kubwa kwa kweli yameandaliwa kwa nguvu yenu wenyewe wakina mama. Hongereni sana. Na mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu mliopo hapa na viongozi wote wakuu wa kitaifa, tukio hili na namna lilivyoandaliwa litupe sisi wote ushuhuda na ushahidi kwamba wanawake wa Chadema wanaweza. Wakati tukisubiri sera ya jinsia na ujumuishaji ambayo sasa iko kwenye hatua ya rasimu iliyozinduliwa leo kwa ajili ya kuendelea kukusanya maombi, zipo hatua ambazo tunaweza kuzichukua bila kusubiri. Naamini wakati umefika sasa, kwa sababu bado kamati kuu inaendelea na kazi ya uteuzi. Wakati umefika sasa kwenye nafasi za wakurugenzi na wataalamu kuwatazama wanawake kwa affirmative action katika utumishi katika chama. Kwa hili ni pongezi kwenu, na sauti yenu naamini viongozi wote tumeisikia. Lakini niseme vile vile kupitia mkutano huu kwamba mwaka 2023 mwezi Machi, siku kama ya leo, mlikuwa na maadhimisho na tulikuwa na maadhimisho Kilimanjaro. Na kwa sababu pengine ya dalili zilizokuwepo wakati huo, zilizokuwepo kwenye mazungumzo ya maridhiano, wengine wakiona matumaini, wengine wakiona mashaka, lakini BAWACHA mkafanya uamuzi wa kumpa rais tuzo, mkiamini kwamba ingempa motisha mwanamke mwenzenu, na aliyekuwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mboya akaitoa kwa niaba yenu. Tuzo ya BAWACHA mtampa motisha, atafanya vizuri zaidi. Lakini ile motisha badala ya kuwa motisha imekuwa uharibifu zaidi. Na mimi naamini kwamba katika hatua hiyo viongozi wa BAWACHA mlilagaiwa na mwanamke mwenzenu, mligilibiwa na mwanamke mwenzenu, na mkaamua kutoa tuzo mkiamini kwamba tutapata reforms, tutakuwa na uchaguzi huru na haki, demokrasia itapanuka zaidi ya kufunguka tu kwa mikutano ya hadhara na kuachiwa kwa wafungwa wa kisiasa na hakikisho la usalama wa wakimbizi. Lakini mwanamke mwenzenu mliyemwamini akawa mnafiki. Toka 2023 sasa ni 2025. Sitaki kuwa kwenye hili, siwezi kuwaelekeza, ila naweza kuwashauri
kwa kweli anastahili kuvuliwa ile tuzo aliyopewa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2023, kwa sababu yale aliyoyaashiria hayakuwa kama alivyoyaashiria. Kwa hili nilisemee tu by the way. Nizungumze kuhusu nguvu ya wanawake kuleta reforms kwenye mkakati wa no reform no election. Mimi naona nyinyi wakina mama na vijana wa kike, wanawake kwa ujumla wenu, wazee kwa vijana wa kike, mna nguvu kubwa tano. La kwanza, mna nguvu ya uwingi. 51%, wanaume 49%. Mkiweka pembeni tofauti zozote, wanawake wote, sio ndani ya ukumbi utu, wanawake majumbani, wanawake wote, mkisema kwamba kwenye jambo la reforms za kuhakikisha uchaguzi huru na haki, tunataka reforms kabla ya uchaguzi, sauti yenu ni sauti kubwa zaidi, kwa sababu nyinyi ni wengi. Mna nguvu ya pili. Hata kama mngekuwa na wachache, lakini wanawake mna sauti kweli kweli. Mna uwezo wa kupaza sauti, mna uwezo wa kupiga kelele, mna uwezo wa kulalamika. Na ukitaka kujua hilo, kila mmoja ajifikirie akiwa nyumbani au akiwa kwenye kikundi, taasisi fulani, alafu kuna ugomvi kati ya mwanamke na mwanaume, nani anayeongea zaidi? Nani ana sauti zaidi? Mwanamke, si ndio? Wakati mwingine mna uwezo wa kuongea asubuhi mpaka jioni. Sasa tunaomba huo uwezo wa kuongea asubuhi mpaka jioni, kama ulikuwa unatumia 70% kuongea umbea, ubuyu, basi punguza umbea, ubuyu 10%, 50% au 70%. Zungumza kuhusu no reform no election, no reform no election, no reform no election, no reform no election. Sauti yenu hiyo itapasua masikio ya watawala. Nguvu ya pili. Nguvu ya tatu, mna mvuto na ushawishi. Uwezo mkubwa sana wa ushawishi wa hali ya juu. Kokote pale mnapokwenda kuzungumza, itumieni hiyo nguvu ya ushawishi. Nguvu ya 4, na hii ni ya kifiziolojia na kisaikolojia. Mna uwezo wa kufikiri na kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa mna uwezo mkubwa sana, itumieni hiyo nguvu. Sasa nitasema muitumie namna gani. 5, mna uwezo mkubwa sana wa uvumilivu. Yaani ukitaka kupima kiwango chenu cha uvumilivu, nimwambie rafiki yangu Boniface pale abebe mimba miezi 9. Au nimwambie naibu katibu mkuu wetu na naibu katibu mkuu wangu Amani ajifungue kwa uchungu. Au kaka yangu Mheshimiwa Lissu apewe kazi ya kulea mtoto usiku na mchana kwa miaka 18. Ndio utajua jinsi gani uvumilivu wenu ni wa pekee. Sasa mapambano tunayoendea ni magumu sana, yanahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Tunaomba kwa manufaa ya chama, mmesema Chadema utailinda. Chadema hii 2015 ilikuwa kuna wabunge wengi 71, kashuka kidogo kwa 70, ukaendelea kushuka. Tulikuwa tunapanda. Ghafla 2020 tukaambiwa kwa matangazo yao, tuna mbunge mmoja wa jimbo 19. Nataka kuwaambia nini?
walipiga hatua waliotupeleka 2020. Alafu wengine wakawa napiga hatua aliyotupeleka 2024. Nataka kuwaambia wakina mama, ndoto zenu za kuwa wabunge, tunazungumza usawa wa kijinsia. Kama kungekuwa uchaguzi huru na haki, Chadema ndio chama kilisimamisha wagombea wa majimbo wanawake kuliko chama kingine. Na hatari hiyo nyinyi ndiyo mnahitaji kukilinda chama kuliko mtu mwingine yoyote katika taasisi yetu ya Chadema. Sasa mkilindeje? Tarehe 3 mwezi wa 3 niliandikia waraka ujumbe wa ndani kwa wanachadema wote juu ya vipaumbele vyetu vitatu: Stronger Together, tone, lakini kipaumbele kikuu kikiwa no reform, no election. Na nisiseme hayo kwenye mkutano huu ambao uko live. Yale ambayo yako kwenye ujumbe ule muyafanyie kazi, lakini nataka kuwaambia live kabisa, na kama watawala wanasikia wasikie, jambo hili la mapambano ya no reform, no election si jambo la Mheshimiwa Lissu na timu ya uongozi wa taifa peke yake. Ni jambo la wanachadema wote. Kwa sababu hiyo, sisi viongozi wa kitaifa hatuzuii wanawake. Mtakaporudi huko mnapokwenda, mkiamua kufanya matukio ya ndani ya no reform, no election, kafanyeni, msisubiri maelekezo zaidi ya taifa. Mkiamua kufanya mikutano ya hadhara, kafanyeni, msisubiri maelekezo ya taifa. Mkiamua kukutana na wadau, sisi tunakutana na wadau wa ngazi ya taifa, viongozi wa dini ngazi ya taifa, asasi za kiraia ngazi ya taifa, lakini taasisi ziko mpaka huko chini. Nyinyi katika maeneo yenu kutaneni na wadau, fikisheni ujumbe huu no reform, no election. Natarajia jeshi hili la wakina mama wote ambao mna akaunti kwenye mitandao ya kijamii, baada ya maadhimisho haya, sanii, ngoma, maigizo, muziki, uchoraji, tumieni vipawa vyenu ambavyo Mwenyezi Mungu alivyowapatia. Ujumbe ni no reform, no election. Kitabu zeni. Mimi naamini ukisikiliza hotuba ya mwenyekiti ya tarehe 12 Februari, ukasikiliza hotuba ya tarehe 3 mwezi Machi, hizo hotuba mbili tu bila hata kusubiri ya leo, hizo tu peke yake, unaweza kujua uzungumze nini. Zungumzeni ili sauti iwe kubwa kweli kweli. Kisaidieni chama kupata rasilimali. Nyinyi wenyewe jiungeni na tone, lakini tumieni ushawishi wenu huko mitaani kuwashawishi watu kujiunga na tone. Na tukisema na tone, kuchangia rasilimali tone, hatumaanishi tu mtu kuchangia kwenye namba yetu ya M-Pesa ya kawaida au bank account. Anayefanya hivyo tunamshukuru, lakini tunachokiomba zaidi ni muelimishe watu waingie kwenye mfumo wa tone. Vodacom, Airtel na mitandao mingine tuliyoitangaza. Huu mfumo mtu akiingia sio lazima awe na kadi ya wanachama. Kama akitaka wanachama atajiunga kupitia mfumo wetu wa kidijitali, atapata kadi. Lakini hata bila kupata kadi ya wanachama, mtu akijiunga kwenye huu mfumo wa tone, anakatwa ama kila wiki au kila mwezi kwa kadiri yeye atakavyoamua. Mwezi ukifika, hasubiri kuulizwa, mchango unakatwa papu, unachangia mapambano ya mabadiliko. Kwa rai yangu kwenu zaidi ni kufanya wadau wote wajiunge kuchangia chama mara kwa mara badala ya kuchangia mara moja peke yake. Na waomba vile vile mtumie njia zenu, kwa sababu tuko kwenye mapambano, kwamba taarifa za upande wa pili, mambo wanayoyapanga yanakuja haraka sana kwa mamlaka za kichama, ili chama tuweze kushauriana vizuri hatua za kuchukua. Kama mtandao wenu wote ukikusanya taarifa kila mahali na mitandao mingine, hakuna wanachokipanga dhidi yetu hatutakifahamu kabla hawajakitekeleza. Niwape mfano mdogo sana wa faida ya taarifa kwenye mapambano. Wakati wa sakata la mkataba wa bandari, mkataba ule usainiwa kimya,
Mkataba ule ukakaa muda mrefu kwa kificho. Mkataba ule ukapelekwa kwenye kamati ya bunge. Bahati nzuri kwenye kamati ile ya bunge tulikuwa na mbunge wetu Aida Kenan. Aida, naomba usimame. Kwa hiyo Aida, mbunge mmoja katika uchaguzi ambao sisi hatukutambua kama ni uchaguzi, ni uchafuzi wa mwaka 2020. Lakini mbunge mmoja, tone moja tu la mbunge mmoja tu, alichokifanya ilikuwa ni kuitoa tu ile nyaraka hadharani. Ndio hilo wimbi la bandari likaanza, kila mtu bandari, 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 bandari. Lakini kama ule usingetoka, tulikuja kusikia bungeni wakati unapitishwa, yani wakati unaidhinishwa. Nataka kuambia nini? Rose alitolea mfano wa Rosa Parks. Mwana mama mmoja tu aliambiwa nyanyuka kwenye kiti mpishe mtu, akakataa. Matokeo yake akasababisha mabadiliko. Kule Sudan karibuni kabisa 2019 kuna mfano wa mwanamama anaitwa Ala Salah, na mapambano ya mwaka 2019 Sudan yaliyosababisha mapinduzi Sudan. Inawezekana tunao wakina Ala Salah hawajaamua tukufanya, na kuomba leo uamue kufanya kwa namna yako. Na inawezekana kama mwanadada, mwanamke mwenzenu Mange Kimambi yuko nje nchi, kwa akaunti tu ya Instagram alisababisha polisi wajipange kuandamana nchi nzima, maandamano ya Mange Kimambi, maandamano ya Mange Kimambi. Huwa kuna wengi ambao mnaweza, kama mwanamama mmoja, na nampa pole sana kwa kufiwa na baba mzazi Maria Sarungi. Kama mwanamama mmoja tu, day in day out, Twitter na mitandao mingine, mpaka serikali na mwinda kila kona. Naamini humo kuna wapambanaji wengi sana. Tunajua kwamba katika mapambano haya yatakuwepo maumivu kwa wachache. Lazima tuwashike mkono hao wachache. Na naomba katika hatua hii ni kuinue Mama Neema Lamek. Usimame watu wa kuone. Neema Lamek kama bado yuko ukumbini. Huyu ni mke wa kiongozi wetu aliyepigwa risasi. Naomba uje mbele hapa Mama Neema. Kiongozi wetu aliyepigwa risasi Manyoni nyumbani kwake na askari wa jeshi la magereza kwa sababu ya uchaguzi wa mwenyekiti wa kitongoji. Huyu ndio mjane aliyeshuhudia mumewe akipigwa risasi, akiuawa. Wako wengi. Jiulize mke wa marehemu Ali Kibao, mtoto wake wa kike Mariam na watoto wake wengine. Wote wanatuhitaji Chadema. Mama Neema, ungependa kusema neno kwa wanachadema na wanawake wenzako juu ya tukio lilivyokuwa? Naomba nikukaribishe useme japo neno. Najua linakuumiza lakini jipe moyo. Peoples, naweza nikasema labda sina uzoefu wa kuongea mbele za watu wengi, na labda leo ndo mara yangu ya kwanza, lakini nitajitahidi. Naitwa Neema Lameki. Nimetoka Singida, wilaya Manyoni, kata ya Mkwese. Mimi ndio mke wa marehemu George Juma Mohamed, ambaye alikuwa mgombea kwa tiketi ya Chadema mwenyekiti wa kitongoji. Labda naweza nikasema hivi, siku ya tukio maaskari wamemfuata mpaka nyumbani kwangu. Maaskari 4 wakiwa wana bunduki wamekuja mpaka nyumbani, wamemfuata mume wangu saa 8 za usiku. Wakampiga risasi mbele yangu na mbele ya watoto, sio peke yangu tu, na mbele ya mtoto. Wamempiga risasi 4. Risasi 3 alizikwepa nikiwa nashuhudia hivi, lakini risasi ya 4 ndio ikampata, akaanguka chini.
Hakuchukua muda akafa hapo hapo, na maaskari waligeuza wakakimbia, wakamwacha akiwa akaanguka pale chini nyumbani kwangu. Lakini taarifa ya habari ilipokuja kutoka, ikasemekana kuwa walienda kufanya fujo. Kulikuwa kuna mkutano wa CCM nyumba ya jirani, wenyewe wakaenda kuvamia, maaskari wakaitwa ili waje watulize fujo, akapigwa kwa bahati mbaya. Maaskari wakati wanatuliza zile fujo walipiga risasi juu. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ile risasi ndio ikafanyaje, ikampata. Lakini ukija kiuhalisia, hata kama mtu uwe mpumbavu, risasi ya bahati mbaya inaweza ikampata mtu kiunoni. Na huo mkutano gani ambao ulikuwa unafanywa saa 8 za usiku, na ikiwa kapigwa risasi mbele ya macho yangu, na kesho maaskari walikuja kwa ajili ya kupeleleza, wakakuta maganda ya risasi pale nyumbani kwangu. Sasa huo mkutano wa CCM ulikuwa unafanyikia wapi ambao wenyewe walienda kufanya fujo? Nimekuja hapa, yani lengo kubwa lililonileta hapa baada ya kusikia kuwa kuna mkutano wa wanawake wa Chadema, nikasema sina sehemu ya kusemea zaidi ya hapa. Na kwa sababu mpo live, naweza nikasema hivi, waliohusika na tukio ni mapolisi, askari magereza, labda ambapo chini ya serikali ya CCM. Hivi Mama Samia angekuwa alofanywa hili tukio ni mume wake, ameachiwa watoto 4, mwingine akiwa ni wa umri huu, mwingine ana miaka 15, ndo mtoto wa kwanza, hana kazi yoyote. Mwanaume ndo alikuwa analeta kila kitu, sisi tufanye kila kitu, anasomesha watoto, anafanya maendeleo. Mimi sina kazi aina yoyote, zaidi nilikuwa namtegemea yeye. Angekuwa ni yeye angefanyaje? Neema, pole. 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 Nataka niongee lingine. Kesi imepelekwa mahakamani, hamna chochote kinachoendelea. Badala yake watu wanajigamba kijijini, watu wanasema kuwa waliompiga risasi anakapandishwa cheo kana kwamba kaua jambazi. Dada Neema, pole. Nisaidia jamani. Mmesema akiza binadamu. Naomba mziko hapa. Hebu angalia kesi ya mume wangu. Neema, tumesikia na chama kimekusikia, mwenyekiti amekusikia, Bacha amekusikia. Nitaomba dada Nuru, naomba huu mchango, hii kanga ifungwe yote, ifunge kabisa. Pesa zote hizi ni za dada Neema, lakini kushikwa mkono leo hivi siwe mwisho. Naomba Nuru ufunge hizi ili kuweza kumkabidhi rasmi. Naomba viongozi mfanye hii kazi ili kuhakikisha pesa zote ziko salama na zote zifike kwake sasa hivi. Mimi nimalizie kuzungumza, na naamini chama kimesikia, Bawacha tumesikia, kama ambavyo tunayasemea mengine ya Deo Soka na wenzake, Kipanya, kama ambavyo tunafuatilia jambo la Ali Kibao. Yote haya hatupaswi kuyaacha, lakini yote hayapaswi kuturudisha nyuma kwenye mapambano, kwa sababu tiba pekee ya matatizo haya yanayotukabili ni kuiondoa CCM madarakani. Na nyenzo ya kuiondoa CCM ni kwamba kabla ya uchaguzi, mazingira ya kiuchaguzi yawe huru na haki. Na hapa ndipo inapokuja dhana ya no reform no election. Choteni uzoefu wa wanawake wote ndani ya Tanzania na nje. Wakati TANU inadai uhuru, wakina mama wakiongozwa na Bibi Titi. Bibi Titi alikuwa mwanamama wa kawaida tu, wala hakuwa msomi. Hapa Dar es Salaam alikuwa anaongoza kikundi cha ngoma kinaitwa Lele Mama. Lakini kwa sababu ya ushawishi wa kile kikundi cha ngoma, ilikuwa Nyerere kabla ya kuzungumza mara nyingi kwenye mikutano ya hadhara, lazima kwanza apande Bibi Titi na kikundi chake cha ngoma cha Lele Mama, na baadaye Bibi Titi akageuka kuwa mwanasiasa na akapanda. Kwa wanawake wa Chadema, bila kujali hali yenu ya elimu, uwezo wenu, ili mradi Mwenyezi Mungu amekupa roho, akili na mwili, tumia.
mnaoweza kujifunza kimataifa kwa watu kama Mary Wollstonecraft ambaye aliandika waraka Vindication on the Rights of Women uliozaa chimbuko la vuguvugu la wanawake. Andikeni kuhusu no reform, no election. Mnaoweza kujifunza kwa Evelyn Parkhurst wa Uingereza ambaye aliwekwa jela muda mrefu, lakini aliendelea na mapambano mwanamama huyu kudai haki ya kupiga kura. Fanyeni hivi. In fact nikihitimisha siku hii ya wanawake ilivyoanzishwa haikuwa siku ya mapambio wala sherehe. Ilikuwa siku ya mapambano. Sio siku kama anachokifanya Rais Samia na Makonda ya Arusha cha kugawa rushwa ya nyama ya ng'ombe na rushwa nyingine, kugawa vitenge vya fedha ya umma na kuwalazimisha polisi, kuwalazimisha watumishi wa umma ili kujaza uwanja, kuonyesha sherehe, kutumia shughuli za kiserikali kufanya kampeni. Haikuwa hivyo. Siku hii, kwa muktasari tu historia yake, ilianzishwa na wanawake wenyewe mwaka 1909, na ilikuwa ilianzishwa kwenye kikao cha chama cha siasa, kwenye kikao cha Socialist Party of America. Mwanamama mmoja anaitwa Teresa Malkiel alisema tuwe na siku ya mapambano ya haki za wanawake, ya kukumbuka mapambano ya haki za wanawake. Na mwaka 2010 kwenye kikao kingine cha kisiasa kama hiki kilichokuwa cha International Socialist Women Conference kule Copenhagen, Denmark, delegation ya wanawake kutoka Germany ikasema sasa tuadhimishe duniani. Na mwaka 1911 maeneo 300 tofauti kulifanyika maandamano, lakini mbegu ilianza kwa mama mmoja, Teresa Malkiel. Maadhimisho yakawa yanafanyika siku tofauti tofauti, lakini kwa concept ya he for she ilimchukua mwanaume mmoja, Vladimir Lenin, mwaka 1922 kwa heshima ya wanawake walioendesha mapinduzi Russia. Mwaka 1917 Lenin akatangaza kwamba tarehe 8 mwezi Machi ni siku ya kumbukumbu ya mapambano ya haki ya wanawake. UN ilichukua miaka mingi mpaka mwaka 1977 kuifanya sherehe hii kuwa ya kimataifa, na hatimaye Tanzania tuadhimishe leo. Kwa hiyo nasimama kuwatakia heri sana ya siku yenu hii, lakini tuitumie siku ya leo kupitisha maazimio ya kujiandaa kwa mapambano ya no reform no election, lakini si kujiandaa tu kupitisha maazimio kwenye makaratasi. Nyinyi wanawake songeni mbele. Sisi wanaume na viongozi wengine wanawake kitaifa tutafanya, lakini hatuwazuii nyinyi kila mahali mnapotoka kufanya kwa kadiri Mwenyezi Mungu atakavyowaongoza. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.